Habari za wakati huu, mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba kinachoandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Karibu sana katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Leo hii ikiwa tunakuletea kipindi maalum. Kipindi hiki kinahusiana na siku 100 za Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Jerry Silaa tangu alipoteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa waziri mwenye dhamana wa wizara hiyo. Katika siku 100 ambazo zilitimia Desemba 22 mwaka jana, zilikuwa na milima na mabonde, lengo likiwa ni kuweka sawa suala zima la usimamizi wa ardhi nchini Tanzania. Ili uweze kufahamu yaliyojiri katika siku hizo 100, fuatilia mazungumzo ya Mheshimiwa Jerry Silaa, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, alipozungumza na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam. Mimi ni msimulizi wako Domina Rwemanyila wa Shirika la Nyumba la Taifa. Fuatana nami katika kipindi hiki maalum cha Maisha ni Nyumba kwa kumsikiliza Mheshimiwa Waziri Jerry Silaa akiwa na wahariri. Naitwa Jerry Silaa, ni mbunge wa jimbo la Ukonga, na tarehe 30 ya mwezi Agosti ilimpendeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuniteua niweze kumsaidia kazi kama Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Na tarehe 1 Septemba pale Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar aliniapisha kuweza kutekeleza majukumu hayo aliyonipangia. Na baada ya kuapa, yako maelekezo ya jumla ambayo alinipa, na mengine ni ya public consumption. Wote mliofuatia vyombo vya habari pale Tunguu mliyasikia, lakini mengine kwenye hotuba hiyo alielekeza baada ya shughuli hiyo kutakuwa na kikao kazi, na nyakati zote amekuwa akinipa maelekezo ya nini hasa anataka kukiona kwenye wizara hii na nini hasa matumaini yake kwenye kazi aliyonituma kumsaidia. Tarehe 4 Septemba mwaka 2023 niliripoti kazi pale kwenye ofisi za Wizara ya Ardhi Mtumba, Dodoma, na baada ya kuripoti nilitoa maelekezo kwa watendaji wote wa Wizara ya Ardhi wa mambo ya kufanya, ambayo kama tutayafanya hayo tutakuwa tunaanza safari ya kutekeleza maelekezo ya yule aliyetupa kazi, kwa maana ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika maelekezo yale in summary yalikuwa na vipaumbele 12 ambavyo nilielekeza pale Mtumba kwamba watumishi wote wa ardhi nchi nzima ni jukumu la Katibu Mkuu kuhakikisha maelekezo hayo yamewafikia, na kila mtu ajipange kuweza kuona ni jinsi gani anatengeneza mfumo wa mabadiliko ili kuweza kuendana na kasi ya Waziri wa Ardhi, lakini nia kubwa ni kuhakikisha kwamba yale maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan yanatekelezeka. Lazima nikiri, na nyinyi mlisikia kwamba Mheshimiwa Rais anayo falsafa yake ya R4. Katika zile R4, sisi tulioteuliwa tulipewa maelekezo makubwa ya zile R2 za mwisho: reconstruction and reforms, kufanya mabadiliko katika utendaji kazi wetu ili tuendane na kasi ya Mheshimiwa Rais na tuweze kutimiza yale malengo ambayo yeye mwenyewe ametuelekeza na sisi wasaidizi wake tunapaswa kuyafikia. Sasa ziko hesabu nyingi, ziko hesabu za siku 100 tangu uteuzi, ziko hesabu za siku 100 tangu kuapishwa, ziko hesabu za siku 100 tangu kuanza kazi, lakini zote zinaenda kwenye siku za 10 ya kwanza ya mwezi Disemba, kuanzia tarehe 13 Disemba hapo plus or minus ndio siku 100 zinakwisha.
Kwa wako watu walionitumia message walioanzia tarehe 30 wakaniambia siku 100 zimeishia mwanzo mwa Disemba, lakini siku 100 zimekwisha. Hilo halina shaka kwamba zimekwisha lini, lakini zimekwisha. Sasa tukasema tukutane ili sasa tuweze kuzungumza yale ambayo ndani ya siku 100 niliokuwa nimeelekeza, na yale ambayo nimepita, nimeona, na yale ambayo nimekuwa nikielekeza kwenye kila eneo. Sasa ndani ya siku hizi 100 pamoja na mambo mengine, tukumbuke kulikuwa na mkutano wa bunge ambao wakati tunateuliwa ulikuwa unaendelea. Kwa zingine zimetumika kwenye mahudhurio ya vikao vya bunge, lakini ndani ya siku 100 hizo tena kulikuwa na mkutano wa bunge wa mwezi Novemba ambao ulitanguliwa na vikao vya kamati, na mwenyekiti wa kamati alikuwa ametuitisha na yako maelekezo yake na ushauri wake na kazi ambazo tulikuwa tumepangiwa. Lakini katika siku hizo 100 nimefanya kazi ya kuzunguka, maana pamoja na maelekezo mengine Mheshimiwa Rais alinielekeza kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya Baraza la Mawaziri kwa vijiji 975. Maagizo ya Baraza la Mawaziri ni maarufu kwa jina la vijiji 975. Na maagizo haya yanatekelezwa kwenye mikoa yote Tanzania bara, kwa maana mikoa 26. Nilitoa ahadi pale bungeni kwamba nitakwenda kwenye mikoa yote hii kwenda kufuatilia maagizo hayo. Lakini nitatumia vile vile fursa hiyo kwenda kuona, kukutana na watumishi ili wakati nafanya kazi zangu niweze kujua nafanya kazi na nani ambaye tumekutana uso kwa uso. Ndani ya siku hizi 100 katika mikoa 26 nimefanikiwa kufika kwenye mikoa 25. Mikoa 25, mkoa ambao sijafika ni mkoa wa Ruvuma. Katika hiyo mikoa 25, mkoa wa Songwe nimefika kwa kupita, lakini sijafanya ziara rasmi. Nimepita, na kwa bahati nzuri nimepita mara 2, lakini mara ya kwanza nilipita nikitoka safarini Rukwa kuelekea Mbeya, na mara ya pili ambayo nilikuwa nimepanga kufanya ziara, kulikuwa na ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa isingewezekana ziara ya kiongozi mdogo ikavuka ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kama kiongozi wetu mkuu wa serikali wa kitaifa. Mkoa wa Manyara nimefika, lakini sijafanya ziara ya kazi kwa sababu wakati nafika Manyara na tarehe niliyojipangia ilikuwa tayari kumetokea janga la Katesh. Kwa nikafanya kazi nyingine ambazo ziliendana na sekta ya ardhi kwenye mkoa huo. Kwa ukiondosha mikoa hiyo, mikoa mingine yote nimefika, nimekutana na wakuu wa mikoa ama wawakilishi wao pale ambapo walikuwa na udhuru mbalimbali. Nimepokea taarifa ya utekelezaji wa vijiji 975. Na katika kazi hiyo nimetembea kilomita za barabara 10,276. Naomba nirejee kwa masahisho, kilomita za barabara 13,786 kwa barabara. Lakini tumetembea kwa anga kilomita 22,133 sawa na masaa 56 ya anga. Kwa jumla ya mzunguko wote huo ni kilomita 35,899. Tumekutana na wananchi kwa zaidi cumulatively ya masaa 219 na dakika 9, masaa ambayo tumezungumza na wananchi ana kwa ana. Fanya hesabu ni siku 9 na masaa 13. Na tumekutana na wananchi hasa kwenye kliniki za ardhi, kwa maana matatizo ya ardhi ni makubwa. Katibu wa siasa na uenezi wa wilaya Ilala alisema alizoea kuna kliniki za moyo, kliniki za macho, kliniki za sukari. Na mimi nikamweleza zile kliniki zinafanyika kwenye maeneo ambayo tatizo la afya limekuwa kubwa, haliwezi kutibiwa na huduma kawaida za kitabibu kwenye vituo vyetu vya kutoa huduma. Na sisi tumeona tuanzishe kliniki za ardhi kwa sababu matatizo ni mengi, ofisi zinajaa, na kwa bahati mbaya kila ofisi unayoenda utaambiwa jambo lako liko ofisi nyingine. Masuala ya ardhi, tunazo ofisi kwenye ngazi za wilaya ama ngazi za halmashauri ambazo ni ofisi za ardhi zikiwa chini ya katibu mkuu, lakini tunazo ofisi za makamishna wasaidizi wa ardhi. Kwa mwananchi akitoka, wengine wanafanya masuala ya urasimishaji, anaanzia serikali ya mtaa,
anakaa hapo siku zake za kutosha. Anaenda ofisi ya kata, anakaa siku zake za kutosha. Anaenda halmashauri, nako huko anakaa siku za kutosha. Akifika kwa kamishna msaidizi, anaambiwa jambo lako liko halmashauri. Kwa hiyo tumeanzisha kliniki za ardhi. Moja kati ya sababu ni kuhakikisha tunahudumia wananchi wengi zaidi kuliko tunavyofanya kwenye shughuli zetu za kila siku kwenye maofisi. Lakini la pili, kuhakikisha wananchi wakifika pale kwenye kliniki wanamkuta mwenyekiti wa mtaa, wanamkuta mtendaji wa kata, wanamkuta afisa ardhi wa halmashauri ile, wanamkuta kamishna msaidizi, wanamkuta msajili, wanamkuta mthamini wa mkoa, maafisa wote wanakuwa pale. Kwa tatizo lake akifika asubuhi, ikifika mchana au jioni, anatoka na hati yake mkononi. Ambao mmefika hapa kwenye kliniki mtakuwa ni mashahidi, lakini wale wapata habari kwa vyombo vya habari wameona jinsi gani wananchi matatizo yao yamekuwa yakitatuliwa. Lakini kliniki zile ni simulation ya kule tunakoelekea kwenye reform tunazozifanya kwenye wizara, ya kuwa na maofisi ambayo ni one stop center. Tunakwenda kufanya mabadiliko. Moja kati ya mabadiliko tutayofanya ni kuhakikisha ofisi zetu za ardhi kwenye baadhi ya maeneo hasa yenye miamala mingi, kwamba mtu anapofika ofisi ya ardhi anakuwa amefika kwenye one stop center ya ardhi. Matatizo yake yote yanaishia hapo. La kwanza. Lakini la pili, nimemwelekeza katibu mkuu, unavyoona kliniki inafanyika chini ya hema na mambo yote yanafanyika hadharani, basi miundo ya ofisi zetu za one stop center na yenyewe ichukue utaratibu huo. Tuepuke sana kutengeneza ofisi zenye vyumba vingi, kwamba kila afisa unayemwona unaingia chumbani mnajifungia. Tunatengeneza mazingira ya mazungumzo yanayofanywa pale yawe ni kati ya mwananchi na afisa. Mwananchi akitoka akisema afisa amenihudumia vibaya, hakuna mtu wa kutoa ushahidi zaidi ya afisa kuja kukataa. Na afisa akitoka akisema mwananchi akuleta taarifa za kutosha, hakuna shahidi zaidi ya mwananchi kusema nilileta taarifa za kutosha. Na ndio tunayakuta kwenye kliniki. Kwa nimeelekeza kwamba ofisi zote za one stop center tutazozitengeneza ziwe zina service hall. Pale inaomba mwananchi akija anakuta maafisa wamejipanga, anapewa huduma. Hakuna siri. Unachozungumza na mtu anasikia. Na kwa kuwa tunaanza pale Dodoma jiji, nitasema baadaye kuwa na one stop center, nimemwelekeza katibu mkuu vile vile kwamba ofisi zetu kwa kuwa tunaenda kwenye tehama, basi ziwe na kamera za kusimamia utendaji wa watumishi. Kwamba mtumishi anapofika, katibu mkuu pale Mtumba ama Dar es Salaam ama kwenye simu yake, ukimuuliza sasa hivi ni 1:30, watumishi wangapi wamefika ofisi ya ardhi Dodoma, akuonyeshe kwa sura na kwa video kwamba hao wamefika ofisini. Mwananchi akisema nilifika Dodoma ofisini siku ya Ijumaa leo tarehe 22 saa 5 asubuhi na sikupata huduma, tuwe na uwezo wa kwenda kuangalia kuona kama kweli huyo mwananchi alifika. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunatekeleza maelekezo aliyotupa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha tunapunguza kero ama kuziondosha kabisa na kuondosha migogoro ya ardhi. Kwenye utekelezaji wa maelekezo ya Baraza la Mawaziri kwa vijiji 975, naomba niseme katika mikoa yote niliyopita nimeridhishwa na kasi ya utekelezaji wa maagizo hayo yanayofanywa na waheshimiwa wakuu wa mikoa na timu zao za kamati za usalama na kamati za undo mikoani. Nitumie fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wakuu wa mikoa yote nchi nzima kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kusimamia utekelezaji wa maamuzi hayo Baraza la Mawaziri kwenye mikoa yao, na nitoe rai kuendelea kusimamia ukamilishaji wa kazi zilizobaki. Naam, mtazamaji, hayo ni kwa ufupi. Yapo mengi yaliyojiri katika kikao kazi hicho baina ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Jerry Silaa pamoja na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na kipindi hiki maalum.
Ni siku nyingine tena ya kukufanya uone maisha mapya ndani ya jiji la zabibu na karanga lenye mandhari nzuri ya kuvutia, linalokuwa kwa kasi kiuchumi, lenye miundombinu iliyopangiliwa vizuri. Hii ni Dodoma, ambapo unakutana na mradi mkubwa kabisa wa nyumba 1000 unaojengwa na NHC. Awamu ya kwanza ya mradi unajumuisha ujenzi wa nyumba 303 katika eneo la Iyumbu kwa ajili ya uuzaji, pamoja na nyumba 101 katika eneo la Chamwino kwa ajili ya upangishaji. Ni ujenzi wa kipekee ukijumuisha nyumba zenye ukubwa wa mita za mraba 75, 100 na 120. Uwepo wa maduka, shule ya awali, viwanja vya michezo na maegesho ya magari unafanya mradi huu uwe wa kipekee jijini Dodoma. Hii haijapata kutokea. NHC kwa kushirikiana na Azania Bank wanakuletea mkopo wa nyumba wenye riba nafuu wa 9%. Ni rahisi. Shirika la Nyumba la Taifa NHC linakupa uwezo wa kuwa na kwako jijini Dodoma. Kwa maelezo zaidi piga 0736 11 44 33 au tembelea tovuti yetu ya www.nhc.co.tz au fika katika ofisi za NHC zilizoko karibu nawe. NHC, tunajenga taifa letu. Naam, mtazamaji, tumerejea tena. Kumbuka unaangalia kipindi maalum kuhusiana na siku 100 tangu alipoteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipomteua Mheshimiwa Jerry Silaa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Ikamlazimu yeye kufika mbele ya wahariri mbalimbali wa vyombo vya habari ili kueleza yale ambayo ameweza kuyafanya kwa takribani siku hizo 100. Unapoendelea kukifuatilia kipindi hiki maalum, moja kati ya yale aliyoyagusia ni kuhusiana na Wizara ya Ardhi kuanzisha application ambayo itawasaidia wananchi kuweza kutatua kero zao, lakini pia kupata ufafanuzi na pindi mahitaji wanayohitaji kuhusiana na Wizara ya Ardhi. Tunafanya kazi kubwa ya kuunda mfumo wa tehama wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, mfumo ambao utafanya kazi ya miamala yote ya ardhi. Tunaposema miamala, maana yake leo mwananchi akiwa amepata kiwanja, aidha amepima eneo lake la asili ama amepata kiwanja kwa kupitia maombi na kamati ya ugawaji wa ardhi kakaa ikampa kiwanja, akitaka kukimiliki anajaza form namba 19, anabandika picha, anaipeleka kwa afisa ardhi. Fomu ile ichakatwe, ipite hatua mbalimbali, aandaliwe rasimu ya hati, iende kwa kamishna msaidizi kasainiwe, iende kwa msajili akaisajili. Kwenye mifumo ya tehama, kazi yote hii itafanyika kwenye kiganja cha mwananchi yeye mwenyewe. Kama ni ujazaji wa fomu, atajaza kwenye kiganja chake mwenyewe. Pale ambapo wananchi hawatakuwa na uwezo wa kufanya hivyo, tumesema tutatengeneza utaratibu wa mawakala ili aweze kufanya muamala wake. Kama ni mauzo ya ardhi, kama ni search, maana kufanya search ya ardhi hapa nchini kwetu mpaka ukapange foleni kwenye ofisi ya ardhi, ulipie, upewe control number, usubiri. Utaka kufanya search, utafanya kwenye kiganja chako. Kwa nataka kununua kiwanja namba 12 Kinyerezi, utaingia kwenye kiganja, utaingia kwenye mfumo wetu, utafanya search, utajua umiliki wake. Bwana Timotheo Mzava anataka kuniuzia, utaona kwamba anamiliki. Ukubaliana naye kuuziana, ule mkataba wa mauziano utafanya kwenye tehama. Utafanya kiganjani, utadraft mkataba, wakili anayefanya miamala ya ardhi atafanya kwenye mfumo. Maana ziko kero nyingi, ziko ardhi zimeuzwa baina ya watu wawili. Ukija kufuatilia yule aliyokuwa anajiita wakili, aloingia ama alishuhudia hayo mauziano, ukienda kwenye roli ya wakili hayupo, hajasajiliwa au leseni yake imeisha muda. Kwa kunakuwa na mgogoro ndani ya mgogoro. Tutafanya kazi na wenzetu wa TLS kuhakikisha kwamba mfumo wetu utasomana na mfumo wa TLS ili mawakili na wenyewe nao wafanye miamala yote ya ardhi kupitia kwenye mfumo tutakaounda. Malipo yote wananchi wanapaswa kufanya watafanya kwenye mfumo, na mwisho wa siku maandalizi na utoaji wa hati utafanyika kwenye mfumo. Na leo kwa kuanzia, kwa kuwa tayari tuna zoezi la ardhi clinic, kwa kuwa tayari kila mwananchi mwenye kero yake lazima awasiliane na waziri,
lazima awasiliane na naibu waziri, lazima mtafute katibu mkuu, lazima mtafute naibu katibu mkuu ama kiongozi yote wa wizara. Na kama nilivyosema, tumekaa pale Dodoma kwa siku 25. Leo hatuko Dodoma, maana yake mwananchi wa Dodoma hawezi tena kuwasiliana na waziri. Leo tuko Dar es Salaam, kliniki iko Chanika. Maana yake mwananchi wa Chanika siku ya Jumatatu alikutana na waziri pale Chanika. Baada ya hapo hajakutana naye tena. Sasa kwenye app ya Ardhi Kliniki Kiganjani ambayo tutaizindua hapa leo, itakuwa sasa mwananchi sehemu yote alipo mwenye malalamiko yake atayawasilisha na atapata sikio la viongozi wa wizara kwa utaratibu ambao umetengenezwa na wataalamu wetu wa mifumo, na baadaye watatoa maelezo. Katika kikao kazi hiki cha waziri pamoja na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari, kaimu mtendaji wa jukwaa la wahariri TEF Bwana Neville Mena alipata nafasi ya kuuliza swali kuhusiana na Wizara ya Ardhi. Tanzania kuna miji mingi mipya inaanzishwa, na inaanzishwa mara nyingi kwenye highway. Kutoka hapa kwenda Dodoma tu, utakubaliana na mimi, kutoka tu hapa utakuta Kibaha, utakuta kuna mji mwingine pale mbele unaitwa Picha Ndege, utakuta mji mwingine kule mbele unaitwa Chalinze, hapa katikati kuna Mlandizi, utakuta kuna sehemu inaitwa Vigwaza. Kuna miji mingi, lakini ile miji, Mheshimiwa Waziri, ni donda ndugu, huwa inaota tu kama uyoga na huwa haina mipango. Haina mipango. Siku hizi kuna utaratibu wa miji midogo, lakini huwa haipangwi. Yaani kwa mfano pale Kibaigwa tunapita kila siku, na Mheshimiwa Waziri utakuwa unapita unapaona. Ndio hivyo, ndio umeshaota Kibaigwa iko pale, basi itaendelea vile. Siku ya siku tukiwa tunataka kufanya jambo fulani, utashtukia watu wanaambia sasa tunataka kupanga mji, kwa hiyo tuondoe, ng'oa nyumba, tunaanza migogoro na watu. Sisi tunaona umuhimu wa serikali kujihusisha na miji yote midogo inayoota na kujihusisha pale wanapoanza kujenga, ili tangu miji inapoanza yote ikiwa ni miji ambayo imepangwa na huduma zote zikiwa tayari zimezingatiwa, badala ya miji kuota ikakuwa baadaye serikali kaenda pale kuvunja nyumba za watu, kulipa fidia na kuishia mahakamani kila siku wakihitaji warejeshewe fedha ambazo pengine hasara ambayo ingeweza kuepukwa. Jambo la pili, mwezi wa 11 mwanzoni tulikuwa Lindi. Tulikuwa tuna mkutano mkuu pale Lindi. Tulibahatika kutembelea ofisi ya Manispaa Lindi ambako wanajenga mji mpya katika ile plani ya mradi wa LNG. Lindi walituambia maeneo yote yamepimwa ambayo kwa ajili ya huduma, na ukihitaji kiwanja unaweza ukaomba online. Katika ushuhuda ambao tulipewa ni kwamba mkuu wa idara ya ardhi, senator afisa ardhi wa manispaa, yani ilibidi katika ule utaratibu alikuwa anahitaji kiwanja, ikabidi aende kwa mtu wa IT amsaidie kupata kiwanja. Sasa sisemi kwamba ndio, yani inaonyesha kwamba ule mfumo unafanya kazi kiasi kwamba hautambui mtu binafsi na unapunguza sana rushwa. Sijui kama Wizara ya Ardhi mtatuambia, Mheshimiwa Waziri, kama it's the best practice pale Lindi, basi utusaidie katika halmashauri miji mingine na mikoa mingine. Huo ndio utaratibu, mtu akitaka kuomba kiwanja anaingia online, anaangalia kiwanja kilichopo, anachukua taratibu, analipia, anakuja kuonyesha kiwanja chake. Kunapunguza milolongo, nenda rudi, lakini ile technical know-how nayo inapungua. Technical know-how inaondoka, angalau kunakuwa kuna utaratibu mzuri. Jambo la tatu, vituo vya mafuta. Mheshimiwa Waziri, kama mwezi mmoja uliopita tulikuwa na mkutano na watu wa EWURA ofisini kwao hapa Dar es Salaam. Yaliibuka maswali kutoka miongoni mwa wahariri kuhusiana na habari za ota kwa vituo vya mafuta kila kona. Walijaribu kujieleza, wakaeleza na roho yao, wao nafasi yao ni ipi, lakini mwishoni wa siku walisema habari ya kituo kinajengwa wapi ni habari ya Wizara ya Ardhi. Mimi ofisini kwangu ni Kinondoni pale Biafra, kushoto kimeota kituo cha mafuta, ukitembea mita 100 kimeota kituo kingine cha mafuta. Siku moja hapa Dar es Salaam, ipo siku dai italipuka. Kuna vituo kila mahali ndani ya makazi ya watu, haviangalii.
na wizara yako Mheshimiwa Waziri ipo na wewe una siku 100, pengine utatuambia katika hizo siku hivyo vituo umeviona, au hizo siku macho hayakuviona hivyo vituo Mheshimiwa Waziri, pengine sasa tukwambie kwamba vituo vipo ni vingi, na utuambie huwa inakuwaje kituo kinazaliwa hapa, mnapotoa leseni ama zile hati za ujenzi, vibali, mnazingatia kitu gani? Kupitia kikao hiki na declare vimepatikana haki kwa uharamu, na linapotangulia haramu haki haiwezi kubaki. Na kwa kuwa naanza kuchukua hatua kwenye vituo hivi, na mara zote nikiwa nasema nachukua hatua, na unajua mji wetu ulivyo, unapata simu nyingi, unaonekana kama una jambo lako binafsi. Na bahati mbaya sana nilimwambia mtu mmoja wizara, mimi sifanyi kazi wizara ya ardhi, mimi ni waziri wa ardhi. Sasa msinichanganye mimi na ninyi, wakati nyinyi wenyewe mnajua mnalalamikiwa na Mheshimiwa Rais, mimi msinichanganye. Maana mimi nikiwa nafanya kazi wizara ya ardhi na mimi mle wanasema rais na mimi nimo. Mimi ni yule alikuwa anatueleza Mheshimiwa Rais mkawasimamie, mimi ndo wale. Kwa mimi sifanyi kazi wizara ya ardhi. Sasa bahati mbaya sana watumishi wetu wana usnitch. Kwa hao ndo namwambia mtu hapo una haki hapo umefanya hivi. Sasa kwa kuwa naanza kuchukua hatua, na naanza na vituo vya mafuta, ili nisipate maswali, lazima nianze kwanza kufagia nyumba yangu, ili yule mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine, na inawezekana nyinyi mnaona vituo hivi unavyoona kwa macho viko vingi kuliko mnavyoviona, sababu karibia kila kisehemu sasa hivi hapa Dar es Salaam na maeneo mengine ya miji chote kishapata matumizi ya vituo vya mafuta. Na ukiangalia upatikanaji wake siku hizi ni siku 2 siku 3 unapata. Sasa lazima nianze kwanza kuclear huko kwenye wizara, ili napoenda kumwambia wewe mfanyabiashara hiki kitu ulikipata haramu, ajue kweli waziri anamaanisha. Sina ushahidi, lakini kwa sababu mimi ni waziri na masikio na mimi ni mtu wa mjini, nafahamu pesa zinazotumika kufacilitate hayo mambo. Na kwa nini nafahamu? Kwa sababu kuna nyingine huwa zinatumwa kuja kwangu na huwa nazirejesha. Kuna kituo kimoja nitatembelea kesho. Wengine nitasema kesho. Mtu aliyokuja kwangu kunihadisia, ananihadisia ambao wameshachukua hela zao, na yeye alikuwa ametumwa kuwa mshenga wa za kwangu, akawaambia mimi namjua yule bwana, najua kazi hiyo afanye, nitaenda kugombana naye. Sasa tunasema mimi sina ushahidi, lakini mwanasheria yuko hapa anafahamu circumstantial evidence. Unaangalia jinsi gani maamuzi ya watu waliotajwa yanavyofanana. Sasa tuwezi kuwa na taifa ambalo viongozi tunaaminika, tunateuliwa, tunaapishwa kuja kusimamia haki, afu nawe mwenyewe unataka kufanya hizo biashara. Kwa hiyo nataka katibu mkuu, nadhani nilikuwa nimekuelekeza na kuna baadhi ya madokezo tumeandikiana, tuanze kusafisha ndani ya nyumba yetu. Na katibu mkuu, wahariri, naibu waziri, kwenye wizara hii mmeona huko mikoani kila anapokuta mtendaji ambaye haendani ama anatengeneza mazingira ya kukwamisha ama kuleta kero kwa wananchi, tumekuwa tukichukua hatua. Naam, mtazamaji, sina shaka umepata walau kufahamu kati ya mengi yaliyojiri katika kikao kazi baina ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Jerry Silaa, pamoja na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini ambao walishiriki kumsikiliza na kufahamu mabadiliko na yale mengi yanayokwenda kufanyika katika wizara hii. Kumbuka, kipindi hiki kiliangazia siku 100 za Mheshimiwa Jerry Silaa, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kufahamu mwelekeo mpya wa sekta ya ardhi nchini Tanzania, na kwamba utaunga mkono safari ya mabadiliko anayoyafanya Mheshimiwa Waziri katika usimamizi wa rasilimali adimu ya ardhi nchini Tanzania. Ardhi ni mtaji, ardhi ni kila kitu. Tuendelee kuunga mkono mabadiliko haya kwa ustawi wa nchi yetu. Hadi wakati mwingine, mimi ni msimulizi wako Domina Rwemanyila wa Shirika la Nyumba la Taifa.